Kila alipokuwa anakutana na marafiki zake, swali ambalo halikukosekana lilikuwa lile lile. Mima, unatumia nini? Mbona ngozi yako ni nzuri na laini sana? Wengine walimuuliza kwa utani, wengine kwa mshangao wa kweli, na wengine kwa wivu uliokuwa wazi machoni mwao. Mima alikuwa amezoea swali hilo kiasi kwamba halikumshangaza tena. Alitabasamu kwa upole kila alipoulizwa, tabasamu lake likiwa la kujiamini na lenye utulivu mkubwa. Kisha kwa sauti ya kawaida kabisa alijibu, mimi natumia mafuta ya nazi tu, wala situmii mafuta ya gharama. Ngozi yangu ni laini na nzuri, ndivyo Mungu alivyoniumba. Maneno hayo aliyasema mara nyingi sana kiasi kwamba yalikuwa kama wimbo aliouzoea kuimba kila siku. Mima alikuwa msichana mdogo wa miaka 27, lakini umaarufu wake ulikuwa mkubwa kupita umri wake. Ukikaa kwenye kundi la watu wakizungumza kuhusu wasanii wa filamu wazuri na wenye mvuto, ilikuwa vigumu sana jina lake lisitajwe. Alikuwa ni mmoja wa waigizaji waliokuwa wakipendwa zaidi, si tu kwa kipaji chake cha kuigiza, bali pia kwa muonekano wake uliovutia macho ya wengi. Alijua kusimama mbele ya kamera kwa kujiamini, alijua kucheza hisia za watazamaji, na kila filamu aliyoshiriki ilikuwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa. Umaarufu wake ulizidi kuongezeka siku hadi siku, na kila alipopanda ngazi ya mafanikio, ndivyo mashabiki wake walivyoongezeka. Licha ya uigizaji wake uliompatia sifa na fedha, jambo lililomtofautisha zaidi na wasanii wengine lilikuwa ngozi yake. Ngozi ya Mima ilikuwa laini sana, safi, na yenye kung'aa kama ya mtoto mchanga. Wengi walipomuona, walibaki wakimkodolea macho bila kujua waanzie wapi kumsifia. Wengine walishindwa kuamini kama kweli alikuwa anatumia vipodozi vya kawaida tu. Katika matamasha, kwenye mikusanyiko ya wasanii, au hata katika maisha ya kawaida mitaani, watu walimfuata na kumuuliza siri ya urembo wake. Lakini jibu lake halikuwahi kubadilika. Kila mara alisisitiza kuwa anapaka mafuta ya nazi tu na hakuna kingine. Kadri muda ulivyokwenda, sifa kuhusu ngozi yake zilienea kama moto wa nyika. Mitandao ya kijamii ilijaa picha zake, mashabiki wakimiminika kumpongeza na kumwambia maneno ya kuvutia. Wengine waliandika kuwa wanatamani kuwa na ngozi kama yake, wengine waliomba awafundishe utaratibu wake wa kila siku wa kujitunza. Lakini Mima aliendelea kuwa yule yule mtulivu, mwenye maneno machache kuhusu siri yake, na kila mara akirudia kauli ile ile ya mafuta ya nazi. Hakuwahi kueleza kwa undani anapaka nini zaidi ya hayo, wala hakuwahi kusema kama kuna kitu kingine alichokuwa anakitumia. Ilikuwa ni siri aliyoiweka moyoni mwake kwa umakini mkubwa. Marafiki zake wa karibu walijaribu mara nyingi kumchokoza kwa utani, wakisema lazima kuna kitu anaficha, lakini Mima alicheka na kubadilisha mada. Kwa nje alionekana kama mtu wa kawaida tu aliyebahatika kuwa na ngozi nzuri ya asili, lakini ndani kabisa kulikuwa na jambo ambalo hakuna aliyelijua. Watu waliendelea kumfuata, kumsifia na kumuonea wivu wa waziwazi, lakini yeye aliendelea kutabasamu na kutoa majibu mepesi yasiyokuwa na maelezo mengi. Kwa macho ya wengi, Mima alikuwa mfano wa urembo wa asili na mafanikio, msichana aliyekuwa na kila kitu ambacho wengi walitamani kuwa nacho maishani. Kila Mima alipokuwa anatembea barabarani au kuingia sehemu yenye watu wengi, jambo la kwanza lililotokea lilikuwa ni watu kugeuza shingo zao kumtazama. Wengine walifanya hivyo bila hata kujua. Ilikuwa ni kama nguvu fulani ya ajabu iliyowavuta kumwangalia. Urembo wake ulikuwa wa kipekee, lakini zaidi ya yote ngozi yake ndiyo iliyowafanya watu washtuke. Ilikuwa laini, yenye mng'ao wa kuvutia, na haikuonekana kuwa na doa hata moja. Wanawake walimkodolea macho kwa mshangao, wanaume walimtazama kwa kuvutiwa, na vijana wadogo walitamani kufanana naye. Wengi walibaki wakijiuliza, ni kitu gani hasa kilichomfanya awe tofauti kiasi hicho? Lakini pamoja na sifa zote hizo, hakuna hata mmoja aliyekuwa anajua siri ya Mima. Kila siku maisha yake yalionekana ya kawaida mbele ya macho ya watu, lakini kulikuwa na utaratibu alioufanya kwa siri kubwa ambao haukujulikana kwa mtu yoyote. Kila alfajiri, kabla hata jua halijachomoza vizuri, Mima alikuwa anaamka kimya kimya kutoka kitandani. Hakupenda mtu yoyote amuone katika muda huo. Alihakikisha wafanyakazi wake bado wamelala au wako mbali. Alitembea taratibu kuelekea kwenye chumba kimoja maalum ndani ya nyumba yake. Chumba hicho kilikuwa tofauti na vyumba vingine vyote. Kilikuwa hakifunguliwi mara kwa mara, na hata wafanyakazi wake wa karibu hawakuwa na ruhusa ya kuingia humo. Wengi wao walidhani labda ni store ya vitu vya thamani au sehemu ya mavazi yake ya kazi, lakini ukweli ulikuwa mbali sana na mawazo yao. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na hali ya utulivu wa ajabu na harufu ya unyevunyevu iliyochanganyika na hewa nzito ya siri. Mima alipokuwa akiingia humo, uso wake ulionekana makini zaidi, kana kwamba alikuwa anaingia kwenye sehemu yenye maana kubwa sana maishani mwake.
Ndani ya chumba hicho kulikuwa na konokono wengi sana, wakubwa na wadogo, waliokuwa wamehifadhiwa kwenye vyombo maalum. Kwa mtu wa kawaida, tukio hilo lingetisha au kumfanya arudi nyuma kwa mshangao, lakini kwa Mima hilo halikuwa jambo la ajabu tena. Alikuwa amezoea kiasi kwamba hakuwa na woga hata kidogo. Kwa utaratibu wa utulivu kabisa, alichagua konokono mmoja, akamweka kwenye sufuria ndogo yenye maji, kisha akaanza kumpika humo chumbani. Alifanya kila kitu kwa umakini mkubwa, kana kwamba alikuwa anatekeleza ibada fulani muhimu sana kwake. Muda ulipopita, mvuke ulianza kupanda taratibu, na Mima aliendelea kusubiri bila papara. Dakika zilikuwa zinakwenda polepole, lakini kwake huo ulikuwa muda wa kawaida aliyouzoea kila siku. Baada ya takribani nusu saa, alichukua ile sufuria kwa uangalifu, kisha akaanza kunywa supu ile taratibu, huku uso wake ukiwa mtulivu na wenye kujiamini. Hiyo ndiyo ilikuwa siri halisi ya urembo na ngozi nzuri ya Mima. Kila siku asubuhi, bila kukosa hata mara moja, alikuwa anakunywa supu ya konokono kama sehemu ya maisha yake ya kawaida. Alifanya hivyo kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba iligeuka kuwa desturi isiyoweza kuvunjika. Lakini nje ya nyumba yake, mbele ya marafiki, mashabiki na watu waliokuwa wakimuuliza siri yake, aliendelea kusema anatumia mafuta ya nazi tu. Hakuna aliyewahi kushuku kwamba nyuma ya jibu lake rahisi kulikuwa na utaratibu wa siri uliokuwa umefichwa kwa ustadi mkubwa kiasi hicho. Kwa ulimwengu wa nje, Mima alikuwa mfano wa uzuri wa asili, lakini ndani ya maisha yake ya faragha, alibeba siri ambayo haikuwa rahisi kwa mtu yoyote kuigundua. Kwa muda mrefu sana, Mima aliendelea na utaratibu wake wa kunywa supu ya konokono kila asubuhi bila kukosa hata siku moja. Ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, kama vile kupumua au kunywa maji. Hakujiuliza sana kama jambo hilo lingeweza kuwa na madhara hapo baadaye, wala hakutaka kusikia mtu akimwambia aache. Kitu pekee kilichokuwa kichwani mwake ni ngozi yake iendelee kuwa laini, safi na yenye kuvutia kama ilivyokuwa. Umaarufu wake ulizidi kukua, mashabiki waliongezeka, na kila sifa aliyopewa ilimfanya azidi kushikilia ile siri yake kwa nguvu zaidi. Kwake, matokeo aliyoyaona yalitosha kumshawishi kuendelea, hata kama ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo iliyowahi kumuuliza kama kweli kila kitu kilikuwa salama. Lakini ili kuelewa ni kwa nini Mima alifikia hatua ya kufanya jambo hilo kila siku bila kuchoka, inabidi turudi nyuma katika maisha yake ya zamani, kipindi ambacho hakikuwa na sifa wala mashabiki. Miaka mingi iliyopita, kabla hajawa msanii maarufu, Mima alikuwa msichana wa kawaida tu, aliyekuwa akisoma shule ya sekondari katika kijiji kidogo kilichojaa maisha ya unyenyekevu. Hapo ndipo maisha yake yalikuwa tofauti kabisa na jinsi yalivyokuja kuwa baadaye. Hakukuwa na kamera, hakukuwa na watu waliokuwa wakimsifia, na hakukuwa na mtu aliyempa maneno ya kumtia moyo kuhusu muonekano wake. Wakati huo, ngozi ya Mima haikuwa kama ilivyojulikana sasa. Alikuwa na chunusi nyingi usoni pamoja na vipele vilivyomfanya ajisikie vibaya kila alipokuwa anajitazama. Chunusi zile zilimletea maumivu ya kimwili na pia maumivu ya kihisia. Kila alipoamka asubuhi na kuangalia kioo kidogo kilichokuwa chumbani kwake, aliona uso ambao hakuona kuwa mzuri. Alijaribu kutumia sabuni za kawaida, alijaribu kupaka mafuta ya aina mbalimbali aliyoyasikia kwa marafiki zake, lakini hakuna kilichoonekana kubadilisha hali yake. Kadri siku zilivyopita, ndivyo alivyohisi kama tatizo lake halikuwa na suluhisho. Shuleni hali ilikuwa ngumu zaidi. Wanafunzi wenzake hawakuwa na huruma. Badala ya kumtia moyo, wengi wao walimcheka na kumsema kwa sauti au kwa ishara. Wengine walipita pembeni yake wakinong'ona, wengine walitoa vicheko vya dharau vilivyomuumiza sana moyoni. Taratibu alianza kujitenga na wenzake kwa sababu alihisi hakubaliki. Hakuwa na rafiki wa karibu, na muda mwingi wa mapumziko aliutumia peke yake chini ya mti au darasani akijifanya anasoma. Upweke ulimfanya ajisikie mdogo na asiye na thamani, kana kwamba sura yake ndiyo ilikuwa kipimo cha kukubalika kwake duniani. Mima alianza kujichukia taratibu bila hata kutambua. Kila alipoangalia kioo nyumbani, machozi yalikuwa karibu kumtoka. Alijihisi kama hakuna mtu ambaye angeweza kumwona mzuri au kumpenda. Maneno ya wanafunzi wenzake yalikuwa yakirudia kichwani mwake kila siku, yakimnyima amani na kuharibu furaha yake ya ujana. Wakati mwingine alilala akiwa ameficha uso wake kwenye mto, ili mama yake asione macho yake mekundu kwa kulia. Ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu makubwa ambayo hakujua amshirikishe nani. Kulikuwa na nyakati ambazo alisimama mbele ya kioo kwa muda mrefu, akigusa uso wake kwa upole huku machozi yakimdondoka. Katika hali hiyo ya huzuni na kukata tamaa, mara nyingi alijiuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Mungu, kwa nini umeniumba hivi?
Kwa nini hizi chunusi haziniishi? Maneno hayo aliyawaza au kuyasema kwa sauti ya chini akiwa peke yake. Hakumaanisha kumlaumu muumba wake kwa ubaya, bali ilikuwa ni kilio cha maumivu cha msichana mdogo aliyekuwa anatamani tu awe kama wengine. Hakuwa akitafuta umaarufu wala sifa, alitamani tu siku moja aamke na ajione mzuri kama wasichana wenzake, awe na amani moyoni na acheke bila kujificha. Maisha ya Mima akiwa shule ya sekondari hayakuwa rahisi hata kidogo. Kila siku aliamka asubuhi akiwa na mzigo mzito moyoni, si kwa sababu ya masomo, bali kwa sababu ya maneno na mitazamo ya watu waliomzunguka. Alisoma kwa uchungu mkubwa, akijitahidi kuonyesha kuwa yuko sawa, ilhali ndani yake kulikuwa na maumivu makubwa. Hakukuwa na siku iliyopita bila yeye kusikia kejeli au kuona ishara za dharau kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wenzake. Wakati mwingine alijifanya mwenye furaha mbele yao, lakini alipokuwa peke yake machozi yalikuwa yakimtiririka bila kizuizi. Hali hiyo ilimfanya ajione mpweke na kukata tamaa mapema sana maishani. Siku moja jioni, baada ya kumaliza vipindi vyake, Mima alitoka shule akiwa hana nguvu ya kuzungumza na mtu yoyote. Alitembea polepole kwenye njia ya vumbi iliyokuwa inaelekea nyumbani kwao, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Alikuwa amesikia maneno ya kicheko darasani siku hiyo yaliyomchoma moyo kuliko siku nyingine zote. Alijaribu kujizuia asililie hadharani, lakini alishindwa. Machozi yalikuwa yakimdondoka taratibu mashavuni mwake, huku akitembea bila hata kuangalia mbele vizuri. Ndipo ghafla alisikia sauti ya mwanamke ikimuita kwa upole. Alipoinua kichwa, alimuona mama mmoja aliyekuwa amesimama pembeni ya njia akimtazama kwa huruma. Mwanamke huyo alikuwa anajulikana sana kijijini kwa jina la Mama Zele. Watu wengi walimfahamu kama mganga wa kienyeji aliyekuwa akitoa tiba za mitishamba kwa wagonjwa mbalimbali. Wengine walimuogopa, wengine walimheshimu, na wengine walikuwa wanamuona kama mtu wa ajabu mwenye nguvu za kipekee. Mama Zele alipomuona Mima akilia, alimkaribia taratibu na kumwambia kwa sauti ya utulivu, "Usilie Mima, mimi naweza kukupa dawa ya hizo chunusi." Mima alishtuka kidogo kusikia jina lake likitajwa, akajiuliza, Mama Zele amemjuaje? Ndani ya moyo wake alijua wazi kwamba mwanamke huyo alikuwa mganga wa kienyeji, na mara nyingi alisikia wazazi wakionya watoto wao wasiende kwake ovyo. Lakini kwa wakati huo, Mima alikuwa amechoka sana na hali aliyokuwa nayo. Maumivu ya kejeli, upweke na chuki aliyokuwa anajisikia vilimfanya ashindwe kuona hatari yoyote mbele yake. Aliona kama hiyo ilikuwa nafasi ya mwisho ya kupata suluhisho. Hakuwa na ujanja wa kukataa, kwa sababu tamaa ya kupona na kuwa na ngozi nzuri ilizidi woga aliyokuwa nao. Mama Zele alimshika mkono kwa upole na kumuongoza hadi nyumbani kwake pembezoni mwa kijiji. Nyumba ile ilikuwa ya udongo, imezungukwa na mimea mingi ya dawa na harufu ya mitishamba iliyochanganyika hewani. Ndani kulikuwa na utulivu wa ajabu uliomfanya Mima ajisikie kama ameingia sehemu ya siri. Mama Zele alimketisha kwenye kiti cha mbao, kisha akaingia chumba kingine na kutoka akiwa ameshika konokono mkubwa mkononi. Alimtazama Mima machoni na kusema, "Ukinywa supu ya hii kila siku, utakuwa kama malaika." Kwa mara ya kwanza Mima alihisi woga ukipanda ndani yake. Hakuwahi kufikiria kama konokono angeweza kuwa dawa ya chunusi. Alitamani kuuliza maswali mengi, lakini macho ya Mama Zele yalikuwa na msisitizo uliomfanya anyamaze. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na vita kati ya hofu na matumaini. Mwishowe, tamaa ya kuona mabadiliko ilishinda. Alijikaza, akachukua konokono yule na kufuata maelekezo aliyopewa ya kuandaa supu yake. Siku ya kwanza ilikuwa ngumu sana, lakini alijipa moyo kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya mustakabali wake. Siku zikaanza kupita taratibu, na Mima aliendelea na utaratibu huo kwa siri kubwa. Kila alipokumbuka maneno ya Mama Zele, alipata nguvu ya kuendelea hata pale alipohisi kuchoka au kukata tamaa. Cha kushangaza, baada ya wiki moja tu alianza kuona mabadiliko madogo usoni mwake. Chunusi zilianza kupungua polepole, na ngozi yake ilianza kuonekana laini zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Aliposimama mbele ya kioo, kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, aliona tumaini likianza kuonekana. Tabasamu dogo lilijitokeza usoni mwake, na moyo wake ulijaa furaha aliyokuwa ameikosa kwa muda mrefu. Hapo ndipo alipoanza kuamini kwamba huenda hatimaye alikuwa amepata njia ya kubadilisha maisha yake. Siku zilivyoendelea kupita, mabadiliko ya Mima yalizidi kuonekana wazi. Alipoenda shule baada ya wiki chache, wanafunzi waliomzoea kumuona akiwa na uso uliojaa chunusi, walibaki wakimkodolea macho kwa mshangao mkubwa. Wengine waliinua nyusi zao kwa kutoamini, wengine waliinua mikono yao midomoni kama vile wameona jambo la ajabu lisiloelezeka. Wale waliokuwa wakimcheka hapo awali walibaki midomo wazi bila maneno, wakitazamana wao kwa ishara za mshangao.
Hakuna aliyekuwa tayari kukubali haraka kwamba huyo alikuwa Mima yule yule waliokuwa wanamdharau siku chache zilizopita. Ngozi yake ilikuwa imeanza kuwa laini na safi, na uso wake ulionekana kung'aa tofauti kabisa na zamani. Kilichomshangaza zaidi Mima ni kuona wale waliokuwa hawataki hata kukaa karibu naye wakianza kumkaribia taratibu. Wengine walitafuta visingizio vya kumuuliza maswali yasiyo na maana, ili tu wapate nafasi ya kuzungumza naye. Wengine walitaka urafiki naye, wakijifanya hawakuwahi kumcheka hapo awali. Mabadiliko hayo yalikuwa kama ndoto kwake. Kwa mara ya kwanza alihisi kukubalika, akahisi kuwa sehemu ya kundi, na akahisi kuwa na thamani kama wengine. Furaha ilianza kurejea moyoni mwake, na kila alipojitazama kwenye kioo aliona sura iliyompa matumaini mapya ya maisha. Kuanzia wakati huo, Mima aliendelea na utaratibu wa kunywa supu ya konokono bila kukosa. Kila siku alifanya hivyo kwa siri kubwa kama alivyoelekezwa. Mama Zele naye aliendelea kumpa maelekezo zaidi, akimwambia kuwa kama angeanza kuwafuga konokono nyumbani kwake, mambo yake yangekuwa bora zaidi. Kadri wanavyozidi kuzaliana, ndivyo umaarufu wako utazidi na mali zako zitaongezeka, Mama Zele alimwambia kwa msisitizo mkubwa. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Mima. Alianza kuyaamini kama ukweli usiotiliwa shaka, na ndoto ya kuwa maarufu na kufanikiwa ilianza kukua ndani yake. Miaka ilivyopita, Mima alihitimu masomo yake na taratibu akaingia kwenye ulimwengu wa sanaa ya uigizaji. Urembo wake uliendelea kuvutia macho ya watu wengi, na ngozi yake laini ilimfanya aonekane tofauti na wasichana wengine waliokuwa wakijaribu kuingia kwenye tasnia hiyo. Alianza kupata nafasi ndogo ndogo za kuigiza, na kila alipopata nafasi mpya alikumbuka maneno ya Mama Zele. Alijiona kama mtu aliyebahatika sana maishani. Sifa zilipozidi kuongezeka, alifurahia maisha yake ya umaarufu, akifurahia kila pongezi aliyokuwa akipewa kuhusu muonekano wake. Kila kitu kilionekana kwenda sawa, fedha zilianza kuingia, mashabiki waliongezeka, na jina lake likaanza kusikika zaidi mitandaoni. Kadri alivyokuwa anazidi kupanda ngazi za mafanikio, ndivyo alivyokuwa anaamini zaidi kuwa siri ya mafanikio yake ilikuwa mikononi mwake. Hakuwahi kufikiria kuacha utaratibu wake, wala hakuwahi kuona sababu ya kuhoji maelekezo aliyowahi kupewa. Kwa nje alionekana msichana mwenye bahati na maisha yaliyonyooka, lakini ndani kabisa alikuwa ameshikilia imani fulani iliyokuwa imejificha kwa miaka mingi. Hali hiyo iliendelea bila tatizo lolote hadi siku moja alipokutana na mtu ambaye hakutarajia angekuwa na nafasi kubwa katika maisha yake. Siku hiyo, Mima alipokea ujumbe kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa mtu aliyekuwa akijulikana sana katika ulimwengu wa biashara, mzee mmoja aliyeitwa Kiza. Mzee Kiza alikuwa mfanyabiashara mkubwa na mwenye heshima, jina lake likiwa linatajwa mara kwa mara kwenye habari za mafanikio ya kibiashara. Alikuwa amemwona Mima kupitia picha na video zake mtandaoni, akavutiwa na muonekano wake na kuamua kutaka kukutana naye ana kwa ana. Ujumbe wake ulikuwa wa heshima na wenye maneno ya kirafiki, jambo lilomfanya Mima akubali mwaliko huo bila kusita sana. Walipanga kukutana katika hoteli kubwa ya nyota 5 iliyokuwa katikati ya jiji. Siku ya miadi ilipofika, Mima alifika akiwa amevaa mavazi ya kuvutia yaliyoongeza uzuri wake wa asili. Mzee Kiza naye alifika akiwa mtulivu na mwenye haiba ya mtu aliyezoea mafanikio. Baada ya salamu za heshima na maneno mafupi ya utambulisho, waliketi mezani na kuagiza chakula. Mazungumzo yao yalianza taratibu, huku kila mmoja akimchunguza mwenzake kwa makini. Kwa Mima ilikuwa ni kama mkutano wa kawaida tu na mtu mashuhuri. Hakujua kwamba mazungumzo yale yangekuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa katika maisha yake. Baada ya kumaliza kula, ukimya mfupi ulitanda mezani, huku sauti za vyombo zikisikika kwa mbali kutoka kwa wahudumu waliokuwa wanapita. Mima alijipangusa midomo kwa kitambaa kidogo cha mezani, kisha akakaa sawa kwenye kiti chake, akitarajia mazungumzo ya kawaida kuhusu kazi, miradi, au labda pongezi za muonekano wake kama ilivyokuwa mara nyingi. Lakini uso wa mzee Kiza haukuonyesha tabasamu la kawaida. Macho yake yalikuwa makini, kana kwamba alikuwa na jambo zito moyoni. Alipumua kwa kina, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye msisitizo, "Samahani Mima, nimekuita hapa sio kwa sababu nakutaka kimapenzi kama wanaume wengine. Nimekuita kwa sababu najua siri yako." Maneno hayo yalimgonga Mima kama radi ya ghafla. Mwili wake ulisisimka kidogo na macho yake yakapanuka kwa mshangao. Alibaki kimya kwa sekunde chache akimwangalia mzee Kiza, kana kwamba anajaribu kusoma uso wake aone kama anatania au anasema kwa dhati. Ndani ya moyo wake woga mdogo ulianza kupanda taratibu, lakini alijikaza kuonekana mtulivu. Kwa sauti iliyojaribu kuficha hofu yake aliuliza, "Siri yangu ipi unayoijua mzee Kiza?" Alijitahidi kutabasamu kidogo, lakini tabasamu hilo halikufika machoni mwake.
Mzee Kiza hakutabasamu wala kubadilisha msimamo wake. Aliegemea mbele kidogo, akashusha sauti yake, lakini maneno yake yakawa makali zaidi. Najua kama unatumia konokono kupata umaarufu, ngozi nzuri na pesa, alisema kwa ujasiri usiotetereka. Mima alihisi kama hewa imepungua ghafla. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Kabla hajapata nafasi ya kusema chochote, Mzee Kiza aliendelea, namjua mganga wako, Mama Zele. Anadanganya mabinti wadogo na kuwapa konokono, akiwapa matumaini ya uzuri na mafanikio, lakini baadaye kuna madhara makubwa sana. Maneno hayo yalizidi kumchanganya Mima. Alijaribu kuficha mshtuko wake kwa kutazama pembeni, lakini akili yake ilikuwa inazunguka haraka. Alijiuliza mzee huyo amepataje taarifa hizo. Hakuwahi kumwambia mtu yoyote siri yake, hata marafiki zake wa karibu hawakujua. Mzee Kiza aliona hali yake ya mshangao na akaongeza kwa sauti yenye huzuni, ninakushauri uache mara moja. Utapata madhara makubwa Mima. Nilisema haya si kwa sababu ninataka kukutisha, bali kwa sababu niliwahi kupoteza ndugu yangu kwa sababu ya huyo mganga. Sitamani tena kuona mabinti wengine wanapotea kwa njia ile ile. Kwa muda mfupi mezani palitanda ukimya mzito. Sauti za mziki laini wa hotelini zilionekana kupotea masikioni mwa Mima. Maneno ya Mzee Kiza yalikuwa yakirudia kichwani mwake kama mwangwi, lakini badala ya kumfanya aogope, yalianza kumjaza hasira. Alijiona kama mtu anayeshambuliwa au kudhalilishwa. Ndani yake alihisi kama mafanikio yake yanapunguzwa thamani, kana kwamba yote aliyopata hayakuwa juhudi zake bali yalitokana na kitu kisichofaa. Hisia za kujilinda zilianza kutawala akili yake. Ghafla alisukuma kiti chake nyuma kidogo na kusimama. Uso wake haukuwa na tabasamu tena, macho yake yalionyesha kukerwa waziwazi. Hakutaka kuendelea na mazungumzo hayo hata kwa dakika moja. Bila kusema neno lolote la heshima kama alivyotarajiwa katika mazingira yale, aligeuka na kuanza kuondoka mezani kwa mwendo wa haraka. Mzee Kiza alibaki ameketi akimtazama aondoke, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa huzuni na wasiwasi, kana kwamba alijua maneno yake hayakuwa yamepokelewa kama alivyotarajia. Akiwa anatoka nje ya hoteli, mawazo mengi yalikuwa yanapita kichwani mwa Mima kwa wakati mmoja. Hasira ilimjaa zaidi kuliko hofu. Ndani ya moyo wake alijisemea, huyu mzee kajuaje siri yangu? Kwanza ni mshenzi tu, anataka kunivuruga akili. Siwezi kupata madhara yoyote. Kama zingekuwa na madhara ningeshapata muda mrefu. Alijaribu kujihakikishia kuwa kila kitu kiko sawa na kwamba mafanikio yake yalikuwa halali. Hata hivyo, mbali na maneno yake ya kujifariji, kulikuwa na sehemu ndogo ndani yake iliyobaki na chembe ya mashaka, lakini alichagua kuipuuza na kuendelea na maisha yake kana kwamba hakuna chochote kilichotokea. Usiku ule baada ya kuachana na Mzee Kiza, Mima hakupata usingizi wa amani hata kidogo. Alijilaza kitandani, lakini mawazo yalikuwa yakimzunguka kama upepo mkali usiokoma. Maneno ya Mzee Kiza yalikuwa yakirudia kichwani mwake mara kwa mara, yakigongana na hasira aliyokuwa nayo. Aligeuka kitandani huku na huku, akivuta pumzi ndefu kana kwamba anajaribu kuyasukuma mawazo yale yatoke kichwani mwake. Kila alipofumba macho aliona sura ya Mzee Kiza ikimwangalia kwa uzito, na kila alipofumbua macho alijikuta akiitazama dari huku moyo wake ukipiga kwa kasi. Hasira ilimjaa zaidi kuliko hofu, na alijihakikishia kuwa maneno yale yalikuwa ya kumtisha tu. Siku zilizofuata alijitahidi kuishi kama kawaida, akienda kwenye kazi zake za uigizaji, kupiga picha na kukutana na mashabiki wake kana kwamba hakuna kilichotokea. Alipopewa sifa kuhusu ngozi yake au uzuri wake, alitabasamu kama kawaida na kutoa majibu mepesi aliyoyazoea. Ndani yake aliamua kupuuza kabisa ushauri wa Mzee Kiza, akiamini kuwa mafanikio yake hayakuwa na uhusiano na madhara yoyote. Kila alipoyakumbuka yale mazungumzo, alitikisa kichwa chake na kusema moyoni, watu wana wivu tu, hawapendi kuona wengine wakifanikiwa. Hivyo aliendelea na maisha yake bila kubadili chochote. Muda mrefu ulipita bila tukio lolote la kutisha, jambo lililompa Mima uhakika zaidi kwamba alikuwa sahihi. Alizidi kujiona salama na kuamini kuwa hakuna baya linaloweza kumtokea. Lakini siku moja asubuhi mapema, kama kawaida yake, aliamka kabla jua halijachomoza kikamilifu. Aliposhuka kitandani na kuchukua hatua chache kuelekea bafuni, ghafla alihisi maumivu makali tumboni. Maumivu yale yalikuwa ya ghafla na makali, kiasi cha kumfanya ashike tumbo lake kwa mikono miwili. Alijikunja kidogo akijaribu kuvumilia, akidhani labda ni maumivu ya kawaida yatakayopita haraka. Lakini badala ya kupungua, maumivu yalizidi kuongezeka taratibu. Wakati bado anajitahidi kusimama vizuri, alisikia sauti nzito ikimuita kutoka sebuleni kwa nguvu.
Sauti ile haikuwa ya kawaida, ilikuwa kama mwangwi uliojaa amri na uzito. Mima alishtuka na kusimama wima kwa sekunde chache akisikiliza kwa makini, lakini maumivu ya tumbo yalikuwa yanamfanya ashindwe kufikiri vizuri. Taratibu alianza kutembea kuelekea sebuleni, huku mkono mmoja ukiwa bado umeshika tumbo lake. Kila hatua aliyochukua ilionekana nzito, na moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Hakuweza kuelewa ni nani angekuwa nyumbani kwake muda huo wa mapema bila taarifa. Alipofika sebuleni, macho yake yalipanuka kwa mshangao mkubwa. Pale katikati ya sebule, Mama Zele alikuwa amesimama kwa utulivu usio wa kawaida. Alikuwa amevaa mavazi yale yale ya kienyeji aliyokuwa ameyazoea kumuona miaka mingi iliyopita, macho yake yakiwa makali na uso wake hauna tabasamu hata kidogo. Mima alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Kabla hata hajapata nafasi ya kumsalimia au kumuuliza alifikaje hapo, Mama Zele alifungua mdomo na kusema kwa sauti nzito, "Mima, muda wako umeisha. Nimekuja kuchukua konokono wangu. Mkataba ni miaka 10 tu." Maneno hayo yalimgonga Mima kama ngumi ya ghafla. Alibaki amesimama bila kujua la kusema, macho yake yakimtazama Mama Zele kwa hofu na mshangao uliochanganyika. Kabla hajapata nafasi ya kuuliza chochote, Mama Zele aligeuka na kuelekea moja kwa moja kwenye kile chumba cha siri cha konokono. Alifungua mlango kana kwamba alikuwa anapajua vizuri, akaingia ndani na kufunga mlango nyuma yake. Ndani alikaa kwa takribani dakika 5, muda ambao kwa Mima ulionekana kama saa nzima. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu na maumivu ya tumbo yalizidi kumwandama. Baada ya muda mfupi, mlango ulifunguka na Mama Zele akatoka nje akiwa mtulivu kama awali. Mima akiwa bado amesimama pale pale kwa hofu, aliweza hatimaye kupata maneno, "Mama Zele, mbona sielewi kitu gani kinaendelea?" Sauti yake ilikuwa dhaifu na iliyojaa mkanganyiko. Mama Zele alimwangalia kwa macho ya dharau yaliyomfanya Mima ajisikie mdogo sana. Kisha kwa sauti isiyo na huruma akasema, "Umeshakaa na hizi konokono kwa miaka 10. Muda wako umeisha. Umebakiza siku 3 tu utakufa." Maneno hayo yalitua hewani kama kivuli kizito, na kwa mara ya kwanza hofu ya kweli ilianza kuingia moyoni mwa Mima. Baada ya kusema maneno yale mazito, Mama Zele aligeuka na kuondoka bila hata kuangalia nyuma. Mlango ulipofungwa, nyumba nzima ilibaki kimya cha kutisha kilichomfanya Mima ahisi kama dunia imesimama. Alibaki amesimama sebuleni kwa muda akishikilia tumbo lake, akili yake ikiwa imechanganyikiwa kabisa. Maumivu yalizidi kuongezeka kuliko hapo awali, yakimfanya ashindwe kusimama wima. Taratibu alijivuta hadi kwenye sofa na kukaa, macho yake yakitazama ukuta bila kuona chochote. Maneno ya "umebakiza siku 3" yalikuwa yanarudia kichwani mwake kama mwangwi usiokoma. Hapo ndipo hofu ya kweli ilianza kumtawala, tofauti na ile hasira aliyokuwa nayo hapo mwanzo. Bila kupoteza muda mwingi, aliamua kwenda hospitali akiamini kuwa huenda ni ugonjwa wa kawaida tu. Alichukua begi lake haraka na kutoka nyumbani huku mwili wake ukiwa dhaifu. Hospitalini alifanyiwa vipimo vingi, damu, mkojo na hata picha za tumbo zilipigwa. Dakika zilionekana kuwa saa nzima alipokuwa akisubiri majibu. Lakini cha kushangaza, madaktari walimwambia hakuna tatizo kubwa lililoonekana. Walimpa dawa za maumivu na kumwambia apumzike. Mima aliondoka hospitalini akiwa na wasiwasi zaidi kuliko alivyoingia, kwa sababu maumivu aliyokuwa nayo hayakulingana na majibu aliyoyapata. Aliporudi nyumbani, hali haikubadilika kama alivyotarajia. Badala yake, maumivu yalizidi kuwa makali na ya mara kwa mara. Mwili wake ulianza kudhoofika, akapoteza hamu ya kula na hata kunywa maji ikawa shida. Usiku ulipofika alianza kutapika, na muda mfupi baadaye aliona damu ikichanganyika kwenye matapishi yake. Hofu ilimjaa zaidi, machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Nyumba yake kubwa na ya kifahari ilionekana kama gereza lililojaa kimya kizito. Hakukuwa na mtu aliyejua siri yake, wala aliyekuwa karibu kumsaidia kwa wakati ule. Siku 2 zilipita polepole sana, kila saa ikionekana kama mwaka mzima. Mima alikuwa hoi kitandani, mwili wake ukiwa dhaifu na akili yake imejaa majuto. Kila alipofumba macho alikumbuka maamuzi aliyowahi kufanya, kila siri aliyoficha na kila onyo alilopuuzia. Maneno ya Mama Zele yalikuwa bado yanaishi kichwani mwake, yakimkumbusha kuwa muda wake unakaribia kuisha. Alijiona kama mtu aliyekwama kwenye giza lisilo na mwisho. Alijuta kwa nini hakusikiliza ushauri aliyowahi kupewa. Akatamani kurudisha muda nyuma, lakini alijua hilo haliwezekani. Akiwa amelala kitandani siku ya 3, macho yake yakiwa mekundu kwa uchovu na kilio, ghafla alimkumbuka Mzee Kizazaa.
Kumbukumbu ya mazungumzo yao ilimjia wazi kabisa. Alikumbuka jinsi alivyompuuza na hata kumdharau. Ndani ya udhaifu wake, alihisi huenda ndiye mtu pekee aliyebaki ambaye angeweza kumsaidia. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, alichukua simu yake iliyokuwa pembeni ya kitanda. Ilimchukua muda kuipata namba yake, lakini hatimaye aliipiga. Alipoisikia sauti yake upande wa pili, machozi yalimtoka bila kujizuia. Kwa sauti ya kukatika alisimulia kila kitu, akimwomba msaada huku akilia kwa maumivu na majuto. Baada ya takribani masaa mawili ambayo yalionekana marefu kuliko yote maishani mwake, mlango wa nyumba yake uligongwa. Mzee Kiza aliingia akiwa na utulivu ule ule aliokuwa nao siku ya kwanza walipokutana. Hakumuuliza maswali mengi, alimwangalia tu Mima aliyekuwa dhaifu kitandani, kisha akatoa chupa ndogo ya maji aliyokuwa ameileta. Alimsaidia kukaa vizuri na kumpa yale maji anywe polepole. Mima alitii bila kubisha, akinywa kwa imani ndogo iliyobaki ndani yake. Dakika chache zilipita, na ajabu ilianza kutokea. Maumivu yaliyokuwa yakimtesa yalianza kupungua taratibu, pumzi yake ikawa nyepesi, na mwili wake ukaanza kupata nguvu kidogo. Ndani ya muda mfupi alihisi nafuu kubwa, kana kwamba mzigo mzito umeondolewa juu yake. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Mima yalibadilika kabisa. Hakurudi tena kwenye utaratibu wake wa zamani, wala hakutaka kuficha siri yoyote maishani mwake. Alianza kutumia muda wake mwingi kuzungumza na mabinti wadogo, akiwashauri wasifuate njia wasizozijua kwa tamaa ya uzuri au umaarufu wa haraka. Aliandaa kampeni na semina mbalimbali, akisimama mbele ya watu na kusimulia hadithi yake kama onyo. Tabasamu lake lilirudi, lakini safari hii lilikuwa la mtu aliyepata funzo kubwa la maisha. Badala ya kuficha ukweli, alichagua kuutumia kama daraja la kuwaokoa wengine wasipitie maumivu aliyowahi kuyapitia. Hadithi yake ikawa si ya urembo tena, bali ya mabadiliko na hikma. Hivyo ndivyo maisha ya Mima yalivyobadilika kutoka tamaa ya uzuri wa haraka hadi kuwa somo kubwa la maisha. Wakati mwingine vitu tunavyoviona kuwa siri ya mafanikio vinaweza kuwa mitego tusiyoijua. Muhimu ni kujithamini, kuwa na subra na kutafuta njia sahihi bila kuumiza afya au maisha yetu. Asanteni sana kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu, usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili usikose simulizi nyingine nzuri zaidi. Tukutane tena kwenye simulizi ijayo.